Jambo Tanzania, karibu tena na tena Yegowasu TV katika mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali ziwe ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Huko kote tunapatikana kama Yegowasu TV, lakini kisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu, una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili usije kujipatia habari moto moto kutokea hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dakawa John. Mbunge wa jimbo la Musoma mjini, Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera amekutana na wenyeviti wa serikali za mitaa katika kikao kilichofanyika Januari 20 mwaka 2026 katika ukumbi wa ofisi za manispaa ya Musoma. Kikao hicho kililenga kusikiliza changamoto zinazowakabili wenyeviti wa serikali za mitaa katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku. Manispaa ya Musoma ina jumla ya kata 16 zenye mitaa 73, hivyo kikao hicho kilitoa fursa kwa viongozi hao kuwasilisha hali halisi ya maeneo yao. Katika kikao hicho, wenyeviti wa serikali za mitaa walipata nafasi ya kuzungumza na Yegowasu TV na kueleza changamoto mbalimbali wanazokutana nazo, ikiwemo ukosefu wa posho na vifaa vya ofisi vinavyorahisishia kuwahudumia wananchi. Vile vile walieleza matarajio yao kwa mbunge huyo baada ya kukutana naye. Kwa kweli, kwa upande wangu, kwa upande wa mbunge, naona kama vile amekuja na mipango mizuri kwa ajili ya kuhakikisha wenyeviti wa serikali za mitaa wanafanya kazi kwa weledi na kwa moyo, kuhakikisha mipango yake alionayo kwa ajili ya wananchi inafanikiwa kwa weledi mkubwa, kwa sababu mipango alionayo ni ya kuhakikisha wenyeviti wa serikali wanajikidhi katika shughuli zao za kwenye mitaa husika wanayofanya kazi. Kwa sababu sasa mbunge amekuja nacho na ametoa mamlaka makubwa kwa sisi wananchi, tumekipokea kwa mikono miwili na tutakifanyia kazi kwa weledi mkubwa kuhakikisha wananchi wetu wanapata huduma stahiki na wanafunzi wetu wanakwenda shule bila kuchelewa. Maana sisi wenyeviti sasa tutakwenda kupita nyumba kwa nyumba kuhakikisha wanafunzi wetu wanakwenda shule. Mwelekeo wake ni mzuri kama alivyoahidi kwenye kampeni kwamba ndani ya siku 100 atakuwa anayaita makundi mbalimbali yakiwemo ya wenyeviti wa serikali za mitaa na wananchi wengine wote makundi mbalimbali. Tunaona mwelekeo wake ni mzuri. Tumeona amekwenda kwenye jamii, amewaita wanafunzi ambao wana hali ngumu kwa ajili ya kwenda shule. Tumeona amewaita, amewawezesha na leo wamekwenda shule. Kwa hiyo tunaona mwelekeo wake ni mzuri na tunamtakia kila la heri na Mungu amsimamie. Leo tumeitwa na mbunge, tumefurahi kwa sababu haijawahi kutokea tunakuwa na mbunge ambaye yuko kasi zaidi kwa mambo ya kisasa. Ametuita, tumekaa naye na tumejadili mambo mengi kuhusiana na maendeleo ya wananchi wetu, pamoja na maendeleo ya wanafunzi wetu shuleni, pamoja na kuibua miradi mbalimbali iliyoko katika manispaa ya Musoma, hususan kwenye kata zetu zote 16. Tumeshangilia kwa sababu tumeona tuna matumaini mapya na matumaini yajayo yatakuwa mazuri kwa mbunge. Kwanza ametambua uwepo wa wenyeviti na kutambua kazi tunazozifanya ni kazi ngumu sana na kazi nyingi. Kwa hiyo ametutambua kwamba tunafaa kushawishi jamii vile vile na kumrahisishia katika majukumu yake ya kila siku kwa kutumia wenyeviti wa serikali ambao ndio watu ambao tunakaa na wananchi na tunajua shida zote za wananchi walizonazo. Kwa kweli kwa matarajio ya mbunge tulioyaona leo na wenyeviti tumefurahi kwa sababu tunaona vilio vya wenyeviti vya siku nyingi vinakwenda kuisha kutokana na ahadi alizozitoa kwamba atafuatilia masuala yote ya wenyeviti wa mtaa wapate angalau posho ya kujikimu, hasa kupata vitu vya vitendea kazi ambavyo wenyeviti wa serikali ya mtaa inakuwa ni changamoto kuvipata, hasa tunapokuwa tukisikiliza kesi nyingi za wananchi na tukipokea wageni wengi sana ambao unakuta wamepotea ama watoto wakilala kwenye miji zetu ambazo sisi hatuna hiyo budget ya serikali kwamba tuliwekewa labda nyumba mwenyekiti anapokuwa amepokea mgeni alale. Kwa hiyo ni kwa hisani na mapenzi mazuri ambayo tunazifanya kwa kazi zetu. Kwa hiyo tunakuwa tunapokea wageni wakilala kwenye majumba yetu na hatuna posho yote ambayo tunaipata kutokana na serikali. Kwa hiyo mbunge wetu Mgore Miraji ameliona hilo na amehakikisha na ametuahidi kwamba atatushika kwa mikono yote miwili na atashughulikia hilo swala litakwisha kabisa. Akizungumza katika mahojiano na Yegowasu TV, Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera alikiri kuwepo kwa changamoto zinazowakabili wenyeviti wa serikali za mitaa, akitaja ni ukosefu wa posho za kuwawezesha kujikimu pamoja na uhaba wa vifaa vya kiofisi kwa miongoni mwa matatizo makubwa wa serikali za mtaa. Nyinyi ndio viongozi wetu wa kiserikali mnaotuwakilisha huko kwenye maeneo yenu.
Mimi ni mbunge, niko ngazi ya jimbo, lakini ili mimi mambo yanifikie huku ni lazima kuwe na coordination nzuri kati yangu mimi na nyinyi. Nyinyi ndio mnakuja sasa kunilisha mimi kwamba mheshimiwa mbunge, huku kwenye mitaa yetu kuna 1 2 3. Mimi siwezi tu huku nikajua leo kule Mlimani kuna nini, siwezi kujua kule Makokoziwani kuna nini, lakini nyinyi mkifanya kazi zenu vizuri ipasavyo, wananchi wanayahitaji. Ni sawa na Mheshimiwa Rais, yeye ndo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sisi wote tuko chini yake. Vyote vinavyofanyika, pesa zote zinazokuja ni yeye ndiye anazileta, lakini hagesi tu kwamba Musoma kunahitajika kitu fulani. Pale kuna mawaziri wako hapo, akitoka kwa mawaziri kuna sisi wabunge, akitoka sisi wabunge kuna wakuu wa mikoa, kuna wakuu wa wilaya. Kwao wanafanya kazi kwa kushirikiana. Una jambo lolote, unahitaji huduma stationaries, najua mna changamoto kwa sababu bado hatujatengeneza mfumo mzuri wa kuwalipa ambao nataka ni ufanye. Mnahitaji rim, unahitaji kalamu, unahitaji muhuri, unahitaji nini, fika ofisini, huduma hiyo mtaipata. Unataka kuprint, unataka kutoa photocopy, fika ofisi ya mbunge, huduma hiyo utaipata. Kwanza mimi ninashukuru sana kwa mapokeo ya wenye viti hawa, kwa sababu ni watu ambao ndio nataka kufanya nao kazi kwa karibu sana. Mimi ni mbunge wa jimbo, nina wakazi 164,172, lakini nina mitaa yangu 73. Siwezi kufika huko kote bila hao wenye viti. Kwa hiyo wenye viti hawa mimi kwangu wana thamani, kwa sababu wao ndio wanaishi na wananchi wangu huko, na ninatarajia makubwa sana kutoka kwao, kwani wao ndio watakuja kunieleza kuna changamoto gani huko. Iwapo mimi kama mbunge ninatakiwa pia kupita huko kwenye mitaa, kupita kwenye makata na jimboni kwa ujumla, kujua kuna changamoto gani. Lakini watu wa kwanza kabisa ambao mimi ninatarajia waweze kunipa support na kunisaidia ni wenye viti wa serikali za mtaa. Nimewapa mtazamo wangu wa nini natarajia kutoka kwao, kwa sababu tumekuwa na makundi ya vijana wengi ambao ni wahalifu. Sio vijana ni wahalifu kwamba wanapenda, ni kwa sababu hawajapata elimu, hawajapata fursa za nini wafanye ili kujikwamua na uchumi. Kwa hiyo unakuta wanaingia kwenye makundi ambayo hawakutarajia wala hawakustahili. Kwa wenye viti hawa wakifanya mikutano kwenye mitaa yao, na ikitokea mibaini kuna vijana wanaanza kukengehuka kwa sababu ya kutokuwa na mambo ya kufanya, wao kama wenye viti wakiongea na vijana hao, wakawaelimisha, wakamaliza, wakawaambia kuna fursa zinapatikana kupitia hii tunasema mifuko ya maendeleo ya jamii, fedha za 10% ambazo ni kwa vijana, akina mama na watu wenye mahitaji maalumu, wakiwaambia kuna fursa kwa vijana ambao ni wajasiriamali wadogo wadogo, wakiwaambia kuna fursa kwa vijana za ufugaji, za kilimo, za uvuvi wa samaki na za ufugaji wa samaki kwa kupitia vizimba. Na imani wakijua hilo, wanaweza wakaamka na wakaweza kuondokana na changamoto kubwa hizi za uhalifu ambao umekithiri kwenye maeneo yetu. Mimi pia kama mbunge ninahitaji tupate vijana ambao wanawiwa kwenda kujiendeleza kupitia VETA, na nilitoa fursa hiyo ya kwamba nitakuwa natoa vijana 50 kila mwaka, lakini safari hii nimepata zaidi ya vijana 50. Sijaishia hapo, ndio maana nimewasihi wakawaibue vijana wetu wenye kutaka kutimiza ndoto zao, na mimi nitaendelea kuwashika mkono. Aidha, mbunge huyo ameahidi kushirikiana kwa karibu na mkurugenzi wa manispaa ya Musoma ili kuhakikisha wenyeviti wa serikali za mitaa wanapata posho zao kwa wakati. Pia amewapa mamlaka ya kufuatilia na kusimamia miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika maeneo yao na kuhoji pale changamoto zinapojitokeza. Katika watu wanaofanya kazi kubwa sana kwenye jamii yetu ni wenyeviti wa serikali za mtaa. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwenye mtaa wake, kibaka akikamatwa wa kwanza tena kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Anatakiwa mtu apate barua ya kudhamini mtu, mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Mtoto akipotea anapelekwa kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Mtu anataka barua ya dhamana, mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Hivyo basi tunatakiwa tuwawezeshe hawa watu ili waweze kufanya kazi zao vizuri na kwa weledi. Tunakusanya mapato, kuna hizi ushuru ndogo ndogo wenyeviti wa serikali za mtaa. Hili mtambue huyu mwananchi ni kweli ni mwananchi wa eneo lako, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Kwa unajikuta kujua mwenyekiti wa serikali ya mtaa ni mtu muhimu sana. Sasa katika manispaa ya Musoma, hawa wenyeviti wa serikali za mtaa hawana posho yoyote wanayopewa.
wanapewa ni kiasi kidogo sana ambacho hata ni aibu kukisema, maana hata jamii katushangaa. Ila mimi kama mbunge, kwa kulitambua hilo, ninataka nikalishirikishe baraza la madiwani na mkurugenzi wa manispaa ya Musoma, basi tuweze kuwa tunawalipa angalau posho kidogo wenye vitoto wa serikali za mtaa, ili waweze kujikimu katika kutumikia wananchi wao. Wananchi wanahitaji elimu, wanahitaji kugongewa mihuri, kunahitaji kalamu. Leo atakuja mtoto amepotea, akiletwa pale unakuta mwenyekiti hana hata maziwa nyumbani, na yule mtoto ni mdogo, anatakiwa mnunulie maziwa, hiyo fedha anatoa wapi? Kwa tunatakiwa tuwawezeshe wenye viti hawa ili waweze kufanya kazi zao vizuri na kwa weledi. Na mimi kama mbunge nitaendelea kuwashawishi viongozi wa manispaa ya Musoma hili jambo tuweze kulitekeleza ipasavyo, kwa sababu ni inawezekana. Kwa kupitia mapato yetu ya ndani tutatoa hizo fedha na tutawezesha wenye vitu wa serikali za mtaa, na ninahisi ndio maana wameweza kufurahi, kwa sababu wanafanya kazi ni kama wanajitolea. Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii, katika mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali ziwe ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Huko kote tunapatikana kama Yegowasu TV, lakini hakikisha kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dekawa John. Yegowasu TV, sauti ya jamii, nyuma kuna watu.